Hapo zamani katika historia ya mkoa wa Iringa hauwezi kuacha kutaja jina la Tosamaganga. Neno Tosamaganga limetokanaje na ilikuwaje mpaka ikawa maarufu sana? Kuna shule inaitwa Tosamaganga. Sasa leo tutaenda kupitia historia ya jina hili la Tosamaganga, maana yake nini na lilitokanaje. Ungana nami, mimi ni msimuliaji wako, naitwa Daud Alexander Skodrizi. Hii ni Usiku TV. Mkoa wa Iringa uko katika nyanda za juu kusini mwa Tanzania, eneo lenye miundo mbinu ya mawe, matuta yaliyoibuka kutokana na mabadiliko ya milenia mingi, ikijumuisha mabonde ya mawe yaliyopatikana na vifaa vya misitu ya kale ya Isimila yenye umri wa miongo kadhaa ya miaka, yani Stone Age, ambaye ni ushahidi wa mwanadamu wa zamani akiwa hapa zamani sana. Iringa pia ni kini cha historia ya watu wa Hehe, kabila lenye historia ndefu ya ulinzi wa ushindani dhidi ya ukoloni wa Kijerumani katika karne ya 19. Ndani ya mkoa huu ikiwa ni kata ya Kalenga, pale ndipo historia ya Tosamaganga inapoanza kwa misingi thabiti. Hadithi ya Tosamaganga haiwezi kueleweka bila kuelewa wahusika wakuu, hasa Chifu Mtwa Mkwawa. Mkwawa alikuwa kiongozi mkuu wa Wahehe, jamii kubwa ya Kihaya, Kitumbwika, maeneo ya Iringa. Aliongoza vita kadhaa dhidi ya wakoloni wa Kijerumani waliokuja kushika ardhi hii katika miaka 1800 na karne ya 19. Ukombozi na ulinzi wake dhidi ya ukoloni umekuwa maarufu katika historia ya Tanzania. Chanzo cha jina Tosamaganga ni kipi? Jina Tosamaganga linatokana na maeneo mawili ya lugha ya Hehe, yani Tosa na Maganga. Tosa lenye maana ya kutoroka, kurusha, yani katika lugha ya Kimombo tunasema to throw. Lakini katika neno la Maganga maana yake ni mawe, katika lugha ya Kimombo tutaita stones. Kwa hivyo Tosamaganga kwa maana ya haraka ni mahali pa kurusha mawe, au place where stones are thrown. Sasa karibu katika hadithi kamili ya jina Tosamaganga limetokanaje. Nitaenda kusimulia mwanzo hadi mwisho. Zamani sana, kabla ya barabara hazijachorwa mistari juu ya ardhi ya Iringa, kabla ya kengele za kanisa hazijasikika milimani, na kabla jina la mkoloni haliyetajwa kwa sauti ya hofu, kulikuwa na ardhi ya mawe, upepo na watu wenye mioyo migumu kama miamba walioishi nayo. Ardhi hiyo ilikuwa ni nyanda za juu za Iringa, mahali ambapo jua huchomoza taratibu juu ya vilima na mawe makubwa husimama kimya kama walinzi wa historia. Mawe haya hayakuwa mapambo tu ya asili, yalikuwa mashahidi wa maisha ya vizazi vingi. Yaliona miguu ya wawindaji wa zamani za mawe, yakasikika sauti zao za watoto wa kwanza na binadamu wakicheza kando kando ya mito, na baadaye kusikika kelele za vita. Hapo ndipo hadithi ya Tosamaganga ilipoanza. Katika ardhi hiyo waliishi Wahehe, kabila la wapiganaji, wakulima na walinzi wa mila. Wahehe waliamini ardhi ni si tu mali moja, bali ni urithi wa waliokufa wanaoishi na wale ambao bado hawajazaliwa. Kila jiwe, kila kilima kilikuwa na maana. Walijenga makazi yao karibu na maeneo yenye mawe mengi, si kwa bahati mbaya, bali kwa hekima. Mawe yalikuwa ngome zao, silaha zao na kumbukumbu zao. Ndani ya jamii hiyo alizaliwa mwanaume mmoja ambaye jina lake lingaishi milele, Mtwa Mkwawa. Mkwawa hakuwa mkubwa kwa umbo tu, bali akili na ujasiri. Alipokuwa kijana alifundishwa kusoma ishara za upepo, kutambua nyayo ardhini na kuelewa sauti za usiku. Alijua lini ardhi inasema amani na lini inaonesha hatari. Alipokuwa mkuu wa Wahehe alirisi si tu mamlaka, bali jukumu la kulinda ardhi ya mababu. Ndipo wageni wakaja. Siku moja habari zilifika Kalenga. Wanaume weupe wanakuja, wanabeba bunduki zinazotoa radi. Na hapo ndipo ilipoanza historia. Walikuwa Wajerumani wakoloni waliotaka kutawala ardhi, watu na roho. Hawakuomba ruhusa, walidai, lakini Wahehe hawakuwa watu wa kuinama
kirahisi. Vita vilianza. Tosamaganga mahali pa kurusha mawe sasa. Hapa ndipo tunaenda kufahamu Tosamaganga imetokanaje. Tosamaganga ina historia ya kina sana. Tunapoenda kutazama historia hii ni muhimu katulia. Kulikuwa na vita vikali kati ya jeshi la Wahehe chini ya Mtwa Mkwawa na majeshi ya Kijerumani. Katika mapambano hapo, askari Wahehe walikuwa wakirusha mawe makubwa kuelekea wahasimu wao wa Kijerumani. Wakati wa vita ilijulikana kama mbinu ya kijeshi ya kupambana hadi ilipomalizika, kutumia mikuki na kujaribu kulinda ardhi yao. Uchunguzi wa kihistoria unaonesha kuwa sehemu hiyo ilijulikana kwa vitendo hili la kurusha mawe, na hatimaye jina lilikuwa la mahali yenye miji au kijiji. Hivyo jina sio tu mahali bali ni kumbukumbu, ujasiri na mbinu za kivita za Wahehe dhidi ya ukoloni. Tosamaganga ilikuwa wapi? Mahali Tosamaganga ni sehemu ya Kalenga Ward, yani wilaya Karenga na pamoja na kata karibu na mji wa Iringa. Eneo hili lina historia kubwa sana ya vita na utamaduni wa Wahehe. Mawe na historia ya kijiolojia. Kipaumbele na historia ya kijiolojia. Iringa si tu kwa vita bali kwa utajiri wa mawe na matuta ya kale. Isimila, yani Stone Age site. Eneo hili la Isimila ni maeneo ya mawe yaliyotokana na miongo mingi ya mabadiliko ya hali ya hewa na uchimbaji wa mabaki ya watu wa kale. Mawe yaliyobaki ni makubwa na baadhi yao yanachukuliwa kuwa na umri wa takriban miaka 60,000 hadi miaka 100,000, miaka ikionyesha ustaarabu wa wanadamu kabla ya historia ya maandishi. Hivyo mawe ya Tosamaganga sio mawe ya karibu ya kaburi au ya kichawi, bali ni sehemu ya muundo mkubwa wa jiolojia wa Iringa ulio na historia ndefu ya maisha ya wanadamu. Ushahidi wa historia ya Warid, ya narrative storytelling. Hebu tukapitie huu ushahidi wa historia ya Waridi ama narrative storytelling. Katika milima ya Iringa chini ya macho ya makali ya mto Ruaha kulikaa taifa la Wahehe. Kiongozi wao mkuu Mtwa Mkwawa alikuwa na nguvu ya hekima katika vita dhidi ya majeshi ya Kijerumani. Wahehe walikataa kurudi nyumbani bila kulinda ardhi na familia zao. Katika vita vya usiku na mchana, askari wa Mkwawa walijulikana kwa mtindo wa kupambana, wakirusha mawe makubwa kuelekea majeshi ya maadui wakati silaha zilipokuwa hafifu zaidi. Hapo pale chini ya mwanga wa mtoto na moto wa vita, eneo lenye mawe mengi lilijulikana kama Tosamaganga, mahali pa kurusha mawe. Kwa Wahehe si tu kijiji bali ni alama ya nguvu ya kujitolea. Na hii ndio simulizi ya neno Tosamaganga mkoani Iringa, ambapo ni maana yake tumeweza kupitia kwamba katika lugha ya Kiswahili ni rusha mawe. Tukija katika lugha ya Kimombo tunasema kwamba the place where stones thrown. Mimi ndo Dr. Alexander Scott Rizzi. Hii ni Usiku TV.